Shalom, shalom. Naitwa Minister Caleb Extraordinary Man and this is True Devotion ya Gospel Trends Media, na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kibali cha kukutana leo. True Devotion ni kipindi ambacho tumeandaa kwa ajili yako ambaye unatazama, kwa ajili ya kujifunza vitu kutokana na stories na situations au na vitu mbalimbali ambavyo watumishi wa Mungu na watu mbalimbali katika industry ya injili wanavipitia. And today in this True Devotion tuko na watumishi wa Mungu mkubwa sana. One of my youngest brother, ni mtu ambaye yuko vizuri sana kwenye upande wa kumtumikia Mungu. Atajitambulisha mwenyewe then tutaendelea na kipindi hichi. So what I'm trying to say hapa ni kwamba each kipindi si kipindi tu, lakini ni ibada kamili, lakini pia neno la Mungu kamili ambalo linaweza likakutoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. So atajitambulisha then tutaendelea na huko mbele vitu ambavyo tumeandaa kwa ajili yako. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Marco Raphael, ni mtumishi wa Mungu, namhudumia Mungu kwenye nyanja mbalimbali. Mungu amenibariki sana. Lakini namshukuru Mungu kwa kuwepo mahali hapa pamoja na my brother Caleb. Kwa kweli huyu amekuwa akinifundisha mambo mengi sana. So I'm so happy to be here. Niko na mama yangu hapa, naomba tu ajitambulishe mwenyewe. Mimi naitwa Tina Marco. Nimeokoka, nampenda Yesu. Ni mwimbaji, lakini pia ni muongeaji, yani mambo mawili matatu tunajifunza pamoja. Safi, nimefurahi sana kuwepo na nyie. Karibuni sana Gospel Trends. Tunashukuru sana. Marco, wewe ni ndugu yetu kabisa Gospel Trends. Tumekuwa pamoja mara kadha wa kadha, tuna collaborate sana. Leo tupo. Asante sana mama kwa kuungana na sisi siku ya leo. Shukrani sana. Lengo kubwa la wewe kuwepo hapa siku ya leo na Marco, kuna siku uliandaa ibada, nadhani mwezi uliopita. Then katika ile ibada kuna story ambayo ulitoa about the journey ya wewe mpaka kumpata Marco and so on. Sasa kuna watu ambao walikuwa na comment pale chini kuhusiana na ile story. It was like kuna watu wamekuwa inspired sana na ile story yani. And binafsi hata mimi nilikuwa sijui ile story. Marco nimetumika naye muda mrefu sana, kitu ambacho kijui. Sometimes ulikuwa namkataza lakini alikuwa anatoroka na kuja kwangu. I confess. So that story was like very different, from how you overcome that mpaka kumpata mtumishi wa Mungu. So before kuendelea kwenye vitu vingine, nitamani kwa yule ambaye akupata ile testimony kwa ufupi, yani ujaribu kuelezea the story as you mentioned there, ili tuanzie hapo na kuendelea huko mbele. Kwanza kwa kifupi, ile haikuwa imepangwa yani, unajua? Pale ilikuwa nimemaliza ibada, kwa hiyo nilichokuwa nakifanya pale nilikuwa nashukuru watu. Nilikuwa nashukuru watu mbalimbali ambao wamefanikisha ile ibada kufanyika. Nikamsahau. Nikamsahau Marco. Wakati nimemsahau, backstage huku kulikuwa kuna wale marafiki zetu wapigia vyombo pamoja na waimbaji. Kwa hiyo wakawa wanajaribu kunishtua, nikawa sioni. Kwa hiyo baadaye nageuza hivi uso namuona yeye, wakamsukuma. Kwa hiyo kumsukuma ndo nimemsahau. Kwa hiyo pale ndo ikatokea tu kwamba yani sijui kama kilikuwa ni kitu cha just a second yani, umeona kwamba sawa, he's my son, lakini nobody knows about the story. Na kwamba sasa nimemshika na mtambulisha kama nani yani. Umeona? Najua kuna baadhi ya watu pale walikuwa wanafahamu kwamba ni mtoto wangu, lakini kuna wengine walikuwa wafahamu. Kwa sasa kwa pale tu nikasema ngoja ni narrate story kidogo. Kwa ile pale sio the whole story. Ile yani kwa mfano nikiongelea hapa tutakuwa na episode 1, 2, 3 yani tuna season fulani hivi ya kutosha tu yani. Series. Basi kwa hiyo mimi nilipata ujauzito nikiwa mdogo, nikiwa form 3. Nikiwa form 3 na mwishoni pale nimemaliza form 3 kuingia form 4. Ndio nilipata ujauzito pale. Na nilipopata ujauzito pale haikuwa rahisi kwa sababu mimi mzee wangu alikuwa ni mtumishi wa Mungu.
ni mchungaji. Kwa hiyo kwa kweli haikuwa rahisi pale, mzee alimaindi sana. Na uzuri ni kwamba yani mimi nilibahatika kwa sababu nahisi ningekuwepo pale sijui mzee wangu angenifanyaje. Ila nilimaliza form 3 afu nikapata ujauzito. Kwa hiyo nimepata ujauzito wakati nimeenda form 4 shule nyingine huko mbali na nyumbani Tabora huko. Nimeenda shule kule, nimekaa pale kama miezi, nikawa na umwa nini kama miezi 3 hivi. Naingia darasani ninatoka, nakaa kwenye nyumba ya mwalimu mmoja hivi ambaye alikuwa ni anko wangu hapo hapo. Kwa hiyo nikawa nakaa hapo, akasema tuangalie hali yake asikae boarding. Kwa hiyo nikawa nakaa hapo, natoka shule naenda. Sasa unajua ujauzito ile obvious. Siku moja gari ya shule kanichukua kunipeleka kunipima na nini. Wakagundua ni mjamzito. Kwa hivyo gundua ni mjamzito ikabidi wamcheki mamangu, na nilikuwa na kama miezi 2 hivi au 3. Sasa kule ni mbali sana. Kwa hiyo nilisikia vibaya sana kumuona mamangu anakuja getini pale. Ametoka Kilimanjaro amekuja Tabora. Kwamba yani mimi nililaumu tu kwamba ilikuwa tu ni jambo la kuniambia kwamba wewe ni mjamzito. Yani sio swala kumuita mama sasa. Atoke aje nifuate pale. Kwa hiyo baada ya pale nikatoka pale, uncles wangu wengi wako Dodoma. Nikafika Dodoma pale. Kufika Dodoma tukacheki na yule ambaye alikuwa amenipatia ujauzito. Akafurahi sana. Mimi sikukataliwa. Alifurahi kabisa. Alifurahi. Alifurahi sana na alitaka kunioa. Kwa hiyo aliona hiyo, yani huo ndo mlango yani. Okay. Lakini yani nilikuwa mdogo. Kwa hiyo baada ya pale nikasoma pale, akanilipia ada nikasoma pale kidogo. Ile form 4, ile elimu ya watu wazima ile, sasa nikaa nimeendelea kusoma, lakini nikachoka, nikashindwa. Kwa hiyo baada ya pale nikatoka pale Dodoma. Nafikiri sitaelezea exactly kwa sababu sasa ni details ni nyingi sana. Kwa hiyo nikatoka Dodoma nikaenda kwa mama Kilimanjaro. Mama naye alikuwa ni mchungaji kule aliko. Yaani baba ni mchungaji huko, mama ni mchungaji. Babangu alianzia utumishi huko Kilimanjaro. Kwa wakati amekuja kuanzisha branch Dar es Salaam, akawa mama ndio yuko pale. Kwa mama akawa ametake over pale. Kwa hiyo nikafika pale mjamzito, pale nimefika mimba ina miezi 7 hivi. Sasa bana hapakuwa na namna nyingine. Kwa sababu wewe umesimama pale kwenye pulpit unakemea dhambi, amefanya mtoto wako this time, we have to see actions. Kwa hiyo pale mama ikabidi anitenge pale. Kabla ya kutenge kanisani. Akanitenga, akasimama siku hiyo kanisani pale. Akasema leo tunamtenga Tina kwa sababu tenda dhambi. Umeona? Na hapo kanisani kwa mama napo ulikuwa unahudumu. Ukirudi likizo au ilikuwaje? Hapana, nilikuwa na hudumu zamani, nilikuwa mdogo zaidi. Ndio nilikuwa na hudumu pale. Huko kwa baba nilikuwa na hudumu. Okay. Kule kwa mama sasa, kwa sababu nilikuwa nasoma huko Dar es Salaam, kule ilikuwa kwenda ni zile likizo au mama amekuja. Okay. Kwa hiyo kule nilihudumu nikiwa mdogo kidogo zaidi. Lakini tu ule uwepo wangu pale na nini ilibidi tu anitenge. Kwa hiyo kwenye kunitenga pale ndio nikaendelea sasa kuishi maisha sasa pale, maisha yakuwa mepesi for sure. Okay, sawa. Sasa mimi natamani tu nijue, unajua katika matukio kama hayo tunaona kuna pressure kubwa, and some of other people waga wanachukua hata maamuzi magumu, wengine wanafanya vitu ambavyo hawatakiwi kwa afya zao. Sasa wewe, how did you handle that pressure kwa wakati huo? Pressure ilikuwa kubwa mno. Yani siwezi kusema kwamba ilikuwa ndogo. Yani pressure ilikuwa ni kubwa mno yani. Na kuna wakati nilikuwa natamani kutoroka nyumbani. Mimi yule mtu aliyenipa ujauzito alikubali, actually walikuwa wanasema mimi niende kwao. Alikuwa anasema niende kwao, nikaishi kwao. Yani mamake alinipigia simu. Yani wao walikuwa wako tayari. Na mzee wao alikuwa kipindi hicho anaumwa, kwa hiyo wao walikuwa wanaona ni sahihi kwa mtoto wao wa kiume kuwa amepata mtu ambaye ni mjamzito, kwamba wapate mjukuu kabla mzee labda hajaondoka au nini. Kwa hiyo kwao ilikuwa, mimi kwao walikuwa wananikubali. It was like a good news. Yani kwao ilikuwa good news kwa kweli. Na yule mkaka alifurahi, yani
alifurahi yani. Sasa ni kitu gani ambacho kilifanya yani kilizuia isitokee hiyo hali? Mimi. Okay. Mimi ndo nilizuia kwa sababu pamoja na yote mimi nilikuwa najua mimi nilianza experience Mungu nikiwa mdogo sana. Kwa despite ya kwamba sijui swala la kuokoka na nini, mimi experience Mungu binafsi. Na hiyo ni kitu ambacho mpaka sasa hivi hata mtu aniambieje, yani siwezi kumwacha Mungu kwa sababu hiyo, kwa sababu mimi experience. Mimi nikiwa na miaka 5 niliwahi kukaa kwenye sitting room. Sitting room yetu ilikuwa ni kubwa hivi. Kubwa, pale ni dining, huku ni makochi, yani palikuwa ni pakubwa. Nikawa nimekaa peke yangu. Tulizaliwa wawili kwa muda mrefu kwanza, kaka yangu afu na mimi. Nimeshikilia mdoli hivi. Nilikuwa sipendi hizi fizi zanga, nikasizipende. Nikaambia Mungu hivi, eti wazazi wangu wanasema wewe unafanya miujiza. Mimi nataka nikiamka hizi zanga zisiwe nyekundu, zikuwa nyekundu. Zisiwe nyekundu hivi. Nataka ziwe zimebadilika rangi. Nikamuelezea Mungu ninavyotaka. Unavyotaka ziwe. Kwa asubuhi ile naamka hivi nilishika kioo, yani ndio kitu cha kwanza kwamba nilikuwa nasubiri asubuhi. Uone itakavyokuwa yani. Nilishika hivi kioo naangalia. Mimi pale nikasema basi inatosha. Yani wewe ni Mungu, nitakuabudu tu. Umeona? Kwa hiyo ni kitu ambayo ilikuwa imenisaidia hata nilipopata ujauzito. Bado mimi nilikuwa najua yani mimi nina nafasi fulani hivi kwa Mungu, yani hiyo ambayo haiwezi kubadilishwa na mtu yoyote. Kwa hiyo yule mtu mimi aliyenipa ujauzito alikuwa hajaokoka. Ni kweli alikuwa ananipenda sana, penda sana. Lakini nilikuwa nikienda mbele nikifikiria tu hilo kwamba huyu hajaokoka, huyu naenda naye wapi huyu? Okay. What if nikaokoka? What if nikaolewa naye alafu asiokoke? Yani maisha yangu yatakuwaje? Yani maisha yangu yatakuwa yamebadilika. So mama alinitia moyo. Akaniambia nikwambie kitu. Kupata ujauzito kabla ya wakati haimaanishi wewe unanileo. Haimaanishi uolewe. Umekosea, usikosee tena. Yani ni swala la kuamua. Kama hakunifunga, aliniambia kama unataka kuolewa. Lakini kama unaona sio sahihi, simama na msimamo kwamba sio sahihi, pita njia hiyo. Kwa hiyo na mimi nilikuwa naona sio sahihi, huyu jamaa huyu mbele ya safari naweza mambo yakawa magumu, afu nitakosa pa kurudi. Kwa hiyo nikaamua kuipiga chini. Ile haikuwa rahisi, naomba nikwambie. Yani kukataa ile haikuwa rahisi. Ibidi nisingizie mambo mawili matatu pale. Kwamba mimi kwanza huyu mtoto si wako, hii mimba haikuwa yako na nini. Yani hiyo ilikuwa kidogo kamtiani kumuondoa kwenye ile nafasi, kwa sababu pia ilikuwa pia ni mtego. Kwamba ile tu anajaa, yani mimi naolewa tu anajaa kwenye mfumo. Kumbuka I was not 18. Okay. Nilikuwa sijamaliza shule. Kwa maana yake ningeolewa tu askari hawa hapa. Afu kipindi kile ndio ile ya kufunga miaka 30 ilikuwa ni ya moto. Kwa ilikuwa ni mtego, na mimi nikasema huyu mkaka watu wakunibaka huyu. Kwa sasa naruhusuje hii issue iingilie hapa katikati, kwa sababu nikiolewa naye tu ni ushahidi, yani sio ile ya kusikika, yani ni ushahidi ile wenyewe. Kwa hiyo nikaona sasa hapa huyu ataingia ndani. Actually mimi mwenyewe sio kwamba nataka kuolewa naye. Kwa hiyo ikabidi pale nitengeneze So after all that kutokea, inamaanisha sasa familia sasa ikabidi sasa ikubaliane na jambo kwamba sasa issue ndio iko hivi na wewe maamuzi yako ndo haya sasa. Mimi mamangu nilikuwa nakaa actually na mama. Baba alikuwa yuko huko. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa nakaza sasa. Nilikuwa nakaza kwamba hapana, yani mimi siolewi. Yani mimi ndio nilikuwa nakaza. Kwa hiyo pale familia hawakuwa na namna. Hawakuwa na namna zaidi ya kukubali, lakini haikuwa rahisi pia mimi kuwa nimeendelea kuwepo, yani kuwepo pale nyumbani na ile pressure ilikuwa ni kubwa sana. Pressure inatoka kanisani, pressure inatoka nje. Unajua pale niliporudi kwa mama ndo niliposomea pale, yani watu wananifahamu, watu wanamfahamu mamangu alikuwa na reputation pale, alikuwa ni mkuu wa chuo, kwa alikuwa na reputation pale. Kwa hiyo pressure ile kazini kwake obvious, najua na yeye walikuwa kuna namna alafu na ndani sasa ya kanisa na pia pressure ipo kubwa. Pressure ipo kubwa
Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Sawa. Sasa pia kuna statement fulani nilisikia ulizungumza nadhani, kama nitakuwa nipo correct, kwamba after all that ukaamua sasa kuongea na Mungu, ukaweka nadhiri kwamba ujifungue salama, then Malcolm utamtoa sasa. The same story ambayo ipo tena kwenye Biblia. Si ndio mtumishi wa Mungu Malcolm? Ni story ya nani hiyo? Wewe unasoma sana Biblia. I can say ujue Malcolm is one of the vijana wadogo ambao wanafanya muziki ambao wanajua neno la Mungu. You should bro, nakufuatilia sana TikTok. Sisi unaanza zile live zako. Unakumbuka wakati una followers 1000. Moto ni mkali. Sasa kumbe mama wewe ulisema kwamba Mungu akikusaidia ukajifungua salama, Malcolm unamtoa madhabahuni. Sasa hebu niambie, ulifikiria nini au ulikuwa na experience kitu gani ambacho kikupelekea ufanye maamuzi hayo? Unajua it is not that simple kwa umri, kwa sababu nikirejea kwenye mazungumzo yako unasema kwamba ulikuwa mdogo. From 3 yani ulikuwa very young. Kitu gani ambacho kiliklik kikakufanya ufanye maamuzi hayo? Nilifanya hayo maamuzi kwa sababu ya udogo huo. Watu walikuwa wananiambia a lot kuhusu ujauzito, unajifunguaje, nini, watu walikuwa wananiambia vitu vingi sana kuhusiana na hiyo. Na kwamba unaweza ukawa operated. Umeona? Sasa hiyo ikawa inanisumbua kidogo. Kwamba sasa kama nitakuwa operated, nitafanyia operation, sasa itakuwaje? Kwa sababu ni mdogo lakini mimi natamani kuolewa mbele. Kwa nini niolewe nikiwa na leo nifanyia operation? Kwa hiyo nikaona sasa hapa hamna namna. Sasa kanisani pale tulikuwa tunataka kujenga kanisa kwa matofali yale ya block, lakini hatakuwa na uwezo mkubwa. Kwa hiyo tulikuwa tunafiatua matofali ya udongo, tunachoma yale matanuru, alafu yale tunayauza. Tukiyauza tunapata matofali ya block, yani tunapata hela kutengeneza matofali ya block. So mimi nikaenda baada. Nikaambia Mungu, sasa mimi leo nafanya kazi hapa. Na nafanya kazi, nafikiri nilikuwa na mimba miezi 8. Nafanya kazi hapa. Najua this is a risk. Nachukua riski kwa sababu kubeba matofali yale. Tanuru likishaiva pale, likishapoa, tunapangua yale matofali, tunayapanga mahali. Kwa hiyo labda tanuru liko kule, tunatoa yale matofali tunayaleta hapa. Kwa hiyo unajiona siwezi kubeba katofali kamoja, nimetoka kule, kwa unabeba 3, unabeba 4. Kwa hiyo nikawa nimemwambia Mungu, najua hii ni risk nachukua, lakini sitaki kufanya operation. Nafanya hii kazi kwa sababu sitaki kufanya operation. Nataka nizae kwa njia tu ya kawaida na mtoto wangu wa healthy. Nisipate complications. Kwa nilibeba matofali yale siku nzima. Yani mpaka ilikuwa yani mtoto alishuka kwa namna fulani hivi. Lakini hiyo niliingia tu hiyo agreement na Mungu kwamba Mungu, mimi nafanya hivi ili mimi nisifanye operation, kwa sababu vitisho vilikuwa vingi. Wewe ni mdogo. Kwa kati ya moja ya pressure nyingine ambayo imeongezeka ni hiyo kwamba ni mdogo, utapata tabu. Kuna namna kwenye kujifungua ninaweza nikapata shida. Kwa hiyo nikaweka hiyo nadhiri, Bwana, mimi nitakupa huyu mtoto. Huyu mtoto atakuwa madhabahu yako, mimi niachie niwe freely. Of which ilikuwa, unajua saa nyingine unapomtoa mtoto hivyo anapokuwa mkubwa sasa, nini? Mbona sasa ulinitoa at your expense, unaelewa? Mbona sasa navutwa huku? Lakini umeshatolewa sadaka. Kitu ambacho nimekuja kukirealize ni kwamba yani pamoja na kumtoa, sawa? Pamoja na kumtoa, it just came automatic. Yani unajua, yani it just came automatic. Marco anafanya issues za Mungu yani automatic. Yani sio kwamba yani ile kufuatiliwa pata mapigo kufanyaje, it's just came automatic. Sasa tuunganishe hapo. Ni katika umri gani sasa alivyozaliwa? Sasa tuskip. Ni katika umri gani sasa ulishaanza kuona dalili kwamba sasa huyu jamaa huyu ni mtumishi wa Mungu? Na kuna sehemu unajua wanasemaga wazazi waga wanaonaga atokiwa na mtoto wangapi, unajua kabisa huyu hapa hivi na hivi.
Sasa wewe katika umri gani ulianza kurealize kwamba Marco ana kitu kikubwa? Unasema ana kitu. Marco darasa la 7 mwishoni hapo kwenda form 1 pale. Ndo nilijua. Kwanza Marco sisi yani namshukuru Mungu sisi hakutusumbua kabisa yani. Hajasumbua. Yani alikuwa mtoto fulani hivi mtulivu sana, lakini unaweza ukamuinvolve kwenye maongezi ya watu wazima. Okay. Hizi nikawa napata a lot of cases kutoka kwa walimu kwa sababu namna ambavyo tulimlea kama mtu mzima. Kwa hiyo alikuwa akienda shule. Marco alianza kusoma boarding actually akiwa darasa la 2. Kutoka la 2. Kwa hiyo sasa cases kubwa ambazo tulikuwa tunazipata kutoka kwa walimu ni kwamba Marco yuko darasa la 2 na marafiki wa darasa la 7. Hizo ndo cases ambazo tulikuwa tunazipata. Na tulikuwa tukimuuliza sasa, kwa nini unakuwa na marafiki? Wewe kwa nini una marafiki wa pale darasani? Anasema ni watoto. Kwamba yeye sio mtoto. Yani wale ni watoto wanafanya vitu kitoto. Sasa na pia tulimfundisha kwamba yani tuongee. Hamna haja ya kulia. What do you think? Unafikiria nini? Yani kwenye hili badala ya kulia, try to express yourself kwamba bwana jielezee kwamba mimi hapa hiki mimi sijakipenda au hichi hakijanifurahisha. Kwa hiyo hicho kilikuwa kinanipa pia kesi nyingine kutoka kwa walimu kwa sababu ana argue. Mwalimu akiwa anataka kumuonea kwa sehemu anamwambia kwamba no, this is not right. Kwa nini unichape? Alishakupata niliu pia. Fukuzwa shule. Alisharudishwa kwa wiki 2. Sababu ya ubisha na bishana na mwalimu. Sio kubishana actually. Alikuwa anabeba vitu. Walikuwa wanahamisha vitu kutoka somewhere. Wanapeleka sijui, wanavitoa madarasani nadhani wanapeleka kwenye holi. Kwa hiyo akawa amechoka, akakaa somewhere. Mwalimu akamwambia, umekaa hapo, kwa nini umekaa? Wenzako wanabeba viti. Akamwambia, mwalimu, I'm sorry, nimechoka. Give me time, kama 5 minutes hivi. Give me time. Na nitabeba viti, nitaendelea tu. Sasa mwalimu ile hakupenda. Unajua pia kutokana na malezi. Umeona? Yaani hapo inaonyesha malezi mawili tofauti. Wewe huwezi ukaniambia mimi hivyo. Unajua walimu wamezoea ile. Wewe huwezi ukaniambia mimi hivyo. Mwalimu, nimechoka. Umeona? Mwalimu akataka kumchapa pale. Marco akamwambia, unanichapa? Tumeongea. Yaani sasa na sisi tuko tumemzoezesha hivyo, yani kwamba badala ya kuchapa sana, sio kwamba hajachapwa, amechapwa huyu. Nimemchapa huyu. Kweli? Nimemchapa na miko huyu. Chapa sana. Piga sana. Lakini ile kuna yani tulikuwa hatutumii tu hiyo, yani tulikuwa tunatumia namna ambayo unaweza ukamuongelesha kwa namna ambayo mtaelewana, yani instead ya kupigana na nini. Tunatengeneza hoja kwamba okay, sawa. Hapa tunafanya hivi. Hapa huwa hatufanyagi hivi. Kwa hiyo pia tulimfundisha kwamba hamna uongo. Kwa hiyo ukisema uongo inakuwa kesi yani. Kwamba lakini kwa nini ulinidanganya? So sasa hivyo vitu vikao vinasababisha pia ugomvi na walimu kwa sababu lakini mbona umeniambia uongo? Hii sio sawa. Sasa mwalimu akiambiwa hivyo anaona kama anakosewa adabu. Kwa hiyo sasa baada ya kuendelea kukua pale ilipofika standard 7 pale ndio nikajua okay. Lakini mimi uwezi amini nimekuja yani kukumbuka kwenye hizi stories ndio nimekuja kukumbuka kwamba nilimtoaga Marco. Yani nimekuja kukumbuka hivi juzi tu, ila nilikuwa nimeshasahau. Kwa hiyo mimi nilikuwa namuona tu anaenda njia hiyo na babu yake anamwambia utakuja ukae kwenye hili kanisa. Sawa. Okay. Ilikuwa sawa. Sasa hivi miaka imeshaenda sasa. Jamaa ndio huyo hapa. Tunasema mwamba huyo hapa. Kashafika hapo alipo. Is a good preacher. For sure, yani ukikao ukimsikiza unaona kabisa ni mtu ambaye ana kitu. Unajua mimi waga na namna ya kutesti vijana wenzangu. Nasemaga hivi, mtu yote mwenye kitu cha kimungu hawezi kuongea naye sentence 5 bila kusikia hata Mungu. Biblia inasema tukisoma kwenye maandiko, yani unajua, yani mimi nakuaga na vitu vyangu vya kupima. Kama nikipiga story na mtu kwa muda fulani nikiona hajasema Mungu amesema hivi, na kwa najua hapa kuna namna bado. So Marco ni one of those vijana ambao ukiongea naye kidogo utasikia tu Mungu anasema kaka, tumtumikie Mungu, tufanye hivi. Sasa wewe sasa hivi ukikaa ukimwangalia
Marco akiwa na hudumu, yani what come on your mind, yani kitu gani kinakuja kwenye akili yako yani kwa haraka yani? Hilo swali nauliza. Yani kitu gani kinakujia kwamba sasa ndo huyu hapa, unaona una scroll TikTok unakutana naye pale anawaambia watu Yesu anakupenda. Actually mimi nafurahi, siwezi kuelezeaga hiyo feeling sana kwa sababu unaulizwaga sana hilo swali, lakini nafurahi na kwa kizazi ambacho tupo sasa hivi, vijana wengi wanakuwa tu wamepotea. Kwa wanahitaji kupata kijana mwenzao ambaye anaweza kuwaambia au kuongea nao lugha ambao zinafanana, waambie waje kwa Yesu. Umeona? Kwa nafurahi, alafu pia nafurahi kwa sababu Yesu ujue anarudi, ujue. Okay. Yesu anarudi very soon. Yaani sasa hivi ukikaa chini ukafuatilia vizuri, ukasoma kile kitabu cha Ufunuo, afu ukaangalia matukio yanayoendelea, utagundua tu Yesu anarudi very soon. Tukisema very soon hatusemi kesho wala mwakani wala mwaka ujao, anarudi siku yoyote. Saa yoyote. Kwa hiyo ukimwona nikimwona Marco anamtumikia Mungu, najua okay, tuko kwenye safari moja, wote tunaenda wapi. Umeona? Kwa sababu kwa kweli ukiona mtoto wako amepotea alafu wewe uko kwa Mungu, unajua ni tofauti na mkiwa wote mko huko, lakini wewe uko kwa Mungu afu mtoto wako amepotea, kuna namna inakusababishia pia majeraha kwamba sasa nimepata mimba nikiwa mtoto nimepata naye aeleweki. Sasa hapa inakuwaje? Kuna wamama wanaumia, wanapiga magoti, wanasugua magoti huko kwa ajili ya watoto wao waokoke tu kwanza, achilia mbali ya kuwa watumishi, waokoke. Kwa hiyo mimi naona nimependelewa tu kuwa na mtoto ambaye straight. Mimi kuna vitu vingine nikimwona Marco anafanya sina chenye ametolea wapi, mbona kama hiki mimi mwenyewe sikijui. Mfano kama last post ya Adam na Eva pale ameongelea, kuna kitu profound aliongelea pale, nikasema huyu kakitolea wapi? Kwa kweli inafurahisha, yani inafurahisha kwamba mko mna safari moja ya kwenda mbinguni pamoja na mwanao. Sawa, that's very good. Lakini pia nikimalizana kabla sijaja kwa Marco, nataka useme neno. Unajua kizazi chetu sasa hivi kumekuwa na pressure kubwa sana ya watu ambao wanapitia tuseme wanawake wadogo, hali kama ambao umeipitia wewe. Pressure kubwa sana. Na sasa hivi nadhani nimekuwa kama ni kitu ambacho kipo yani cha kawaida, kinakuja sana. Watu wanatengwa makanisani, familia wengine mpaka wanafukuzwa nyumbani, unajua. Yaani ndisho mbona kwa serious. Sasa mimi nitamani kabla ya kuhamia kwa Marco, useme tu neno hata dogo tu kwa hao watu ambao wanapitia situation kama ambayo unaipitia. Maybe inaweza kumsaidia mtu kumpa moyo labda, kumtoa katika hiyo situation ambayo yupo sasa hivi. Mimi ninachoweza kusema ni hivi. Kama wewe ni binti uko nyumbani hapa, au umefukuzwa au umepata ujauzito na unapitia situation ngumu sana sasa hivi, yani hakuna msaada mwingine zaidi ya Yesu. Yani Yesu ndio anaweza kukubeba na kukutoa hapo. Alafu nataka nikuambie kwamba hata hili litapita kama mambo mengine yote yalipopita. Ni kwa kipindi tu kidogo, kitapita. Lakini napenda kukushauri kwamba mimi wakati nimepata ujauzito, kipindi hicho wakati napitia pressure zote za aina zote, Mungu aliongea na mimi kwa namna tofauti sana kuliko kipindi kingine chochote. So I want to advise you kwamba hapo unapopitia ndio nafasi nzuri zaidi pia ya kurudi magotini, kumwambia Mungu akusaidie. Anaona unachokipitia, anajua maumivu unayopitia, anajua umetengwa, anajua unalaumiwa, anajua unasemwa, anajua kwamba kwa sehemu kile ulichokuwa umekipanga kwenye maisha yako kutokea hakijatokea kama ulivyopanga. Lakini hicho ulichokibeba ni kikubwa sana, kwa sababu hakuna kitu ambacho haruhusu, especially kwenye kuumbwa kwa mtoto huko tumboni, ni Mungu ndo anaruhusu. Kwa hiyo ujue kabisa ulichokibeba ni kikubwa, na nataka kila siku asubuhi ukiamka, tamkia hicho kiumbe ulichokibeba mema. Jitamkie mema, hautakufa. Yani wewe hata challenge zote zitakapopita, hautapata shida. Unajitamkia kila siku asubuhi ukiamka,
jitamkie maneno mema sana kuhusu kiumbe ulichobeba na kuhusu wewe. Hatujiui, hatujinyongi. Mungu maadamu ametupa kuishi, basi tutaishi. Na utajifungua salama na mtoto huyo atakula, kwa sababu Mungu hawezi kuruhusu mtoto azaliwe alafu amtese. Atakupa namna ya kumtekea huyo mtoto mpaka mwisho, mpaka mtoto atakuwa. Ni hayo tu. Usimwache Yesu. Hicho ndio kitu cha msingi sana. Kitu cha msingi zaidi anasema usimwache Yesu. Asante sana mama. Nataka nihamie kwa mtumishi sasa. Kijana wa Yesu. Mtumishi wa Mungu Marco. Naam. Mtu wa Mungu. Sasa Marco, watu wengi before kuanza program ambayo umeanzisha mtandaoni, tulikuwa tunakuzoea unafanya piano. Yeah. Mama huyu jamaa amenipigia mimi kinanda sana. Sana. Nicho ndio kuanza form 6 nadhani. Kwanza form 6 kwa napigia kinanda jamaa. Sasa mimi natamani nijue Marco, ni wakati gani ambapo wewe sasa ndo ulijua kwamba sasa mimi I have a calling of doing this, kitu ambacho nakifanya. Yaani wewe binafsi lini ulitambua kwamba sasa this is my calling, that what I do is a calling? Unajua kuna wengine wanafanya kama unavyofanya wewe out of just passion, kwamba tu napenda tu kuongea, nijirekodi, niongee, ni post. Sasa wewe, yani wewe ulijua lini kwamba hiyo ni calling yako kabisa? Okay. Kwanza mimi nilikuwaga content creator. Nilikuwa nafanya content za kawaida kabisa ambazo sio za Mungu. Then za kawaida. Sio kwamba ni content mbaya, lakini za kawaida tu, za maisha ya kawaida na nini. Na engagement ilikuwa sio ndogo kaka. Yaani nilikuwa nishaanza ni kabisa, yani niko fresh yani. Yani noma yani. Nikafanyaga video yangu moja ya kawaida sana ya kijinga, nikapata 1.4 million views. Nikasema this is me, a content creator Marco. Umeona? Sasa baada ya muda kidogo ni ile account ikawa restricted. Nikasiwezi kuingia live, nikipost watu hawezi kucomment, hamna engagement tena. Yani from nowhere yani mwenye sikuelewa imekuaje ile. Sasa nilikuwa na backup account. Nikaanza kusema ngoja nianze kupost content kwenye hii account yangu ya pili. Sasa nikaanza kupost kule. Sijui ilikuaje. Sijui ndio kutolewa. Unajua sababu kumbe umetolewa sadaka. Yaani unajua mambo yalianza kuja bila mimi mwenyewe kutegemea. Nikashangaa naanza kufanya content za kimungu. Yaani naanza tu kuongea maneno ya Mungu. Lakini ni sio muongo. Palikuwa hamna engagement ya aina yoyote. Na kama ningekuwa nimefuata engagement, ningekuwa nimeacha. Maana watu wengi walikuwa wananiuliza, Marco, hivi are you doing this for God au unafanya kwa ajili ya engagement na nini? Lakini ukweli ni kwamba Caleb umekuwa umeniona muda mrefu sana, wewe ni ushuhuda kaka. Toka naanza, yani engagement ilikuwa ndogo, lakini yani kulikuwa kuna ile passion. Nafikiri ni Mungu. Nafikiri Mungu mwenyewe. Kuna passion ya kuendelea tu kufanya na nini. Unajua mwanangu, majira ya Mungu ni ajabu sana. Ndio maana nawaambiaga sana watu wengi, yani usikate tamaa. Yani wewe subiri tu, yani wakati wa Mungu ni sahihi. Na the longer you wait, the bigger the outcome. Kwa hiyo ukiwa unaendelea kusubiri hivyo, usimharakishe Mungu. Mimi niliendelea kufanya hivyo nikashangaa Mungu amefanya tu, yani from nowhere anashangaa Marco. Nimekuwa na TikTok, lazima umeniona TikTok wapi? Hivyo. Kwa ni Mungu tu bro, yani Mungu ndo, yani ukisema kwamba ilikuwaje ukaanza kusikia nini, kwa kweli siwezi kuelezea. Lakini Mungu tu ndo mwenyewe. You cannot kuelezea kwamba yani calling yako ulisikia hivi, lakini tu unaona ni kitu ambacho yani ni Mungu tu mwenyewe hivyo mpaka nikaanza kufanya. Na kwa nini sasa wewe uliamua kutumia TikTok na Instagram na sio kwenda tu kwenye majukwaa labda barabarani? Unajua labda kwenye daladala ile umeingia, bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Marco sasa. Ndio kabisa. Nataka niseme hivi, kwa nini wewe uliamua kutumia TikTok na Instagram? What I believe, kila mtu ana calling yake. Sawa. Kila mtu ana namna ambavyo anaweza ku reach out watu. Mimi ninaweza kuweka kamera pale nikaongea, kuna mtu mwingine hawezi. Kuna huyo mshikaji nilikuwa nafanya naye kazi, yeye kukaa kwenye kamera hivi na kuongea hawezi, lakini mbele ya watu anahudumu, anaimba, anafanya nini, anahubiri. Kwa it's a calling, yani mtu anaweza ku reach out watu kupitia kitu fulani, mimi naweza ku reach out watu kupitia kitu fulani. Kwa mimi naweza nikawa sina confidence ya kusimama mbele za watu na kuhubiria, lakini I can reach million of people kupitia kamera. Yeah, so that's how. Yeah, for it. Okay, sawa. Wewe unafanya muziki lakini pia you are content creator. Unafanya content. Sasa naomba utupe wewe mtazamo wako. Njia ya muziki au njia ya kufanya content.
Nadhani ni njia ipi ambayo inaweza kusaidia au ni rahisi sana kuwafikia vijana kati hizo njia mbili? Njia rahisi kuwafikia vijana ili waokoke, right? Yeah. Obvious kuhubiri, kufanya content TikTok. Unajua ukiwa unafanya hizi content, watu wanakuwa na perception fulani hivi kukuhusu ambayo mimi naipenda sana. Yaani watu wanakuwa wanakuona I want to be like that guy. Okay, it's not a good thing kwamba kutaka kuwa kama mtu fulani, yani kutaka kuwa kama Marco exactly, kwa sababu kila mtu ameletwa kwa ajili ya purpose yake hapa duniani. Kwa hiyo lakini napenda tu watu wenu wawe inspired kwamba ya yule kijana ni mtu wa Mungu, anahubiri injili na nini, watu wawe inspired. Na hiyo namshukuru Mungu I've reached out a lot of people, yani ambao hata nikitaja hapa huwezi ukategemea. Na Mungu amenisaidia sana. Kwa hiyo mimi naona content inasaidia watu ku reach out. Yani imenisaidia ku reach out watu wengi zaidi. Siwezi kusema kinanda pia ni njia ya inaweza ikawa pia njia ya ku spread the gospel, lakini that's how it is. Yani content naona unaweza ukafanya. Sasa umeongea masuala ya ku reach out people, watu wengi sana. Unajua sasa hivi bwana, teknolojia imekua sana. Na watu wengi sana wanapenda sana kufuatilia mitandao. To the point kwamba vitu vingi sana vinaanzia mtandaoni. Mahusiano, umeona, ujuzi, maarufu, unaelewa? Na sasa hivi tuseme wewe ni maarufu sana TikTok sana. Sasa kuna vitu vinazaliwaga kwenye hiyo maarufu. Sasa how do you deal with that pressure? Samani niko mbele ya mama. Usijali. Kuna zile DMs zile. Unajua wewe unafanya na mama kuna namna fulani pressure inakuwa kubwa sana. Kabisa. Una deal vipi na hiyo? Cha kwanza namshukuru Mungu. Huwezi ukani DM TikTok. Yeah. Lakini pia sio kwamba sioni. Pressure ni kubwa kweli. Lakini I always pray for that. Yaani namuomba Mungu nisipate ushawishi wa namna yoyote nisipate ushawishi wowote ambao utanifanya mimi nimtende Mungu wangu dhambi. Kwa sababu I always think aliyenifanya mpaka wale watu wamenifahamu ni Mungu. Sasa nimefika kwa wao watu, mtu ambaye amenitoa kule nianze tena kumkosea. Yaani hata hiyo it makes sense. Yaani unajua kwenye maisha ya kawaida hai make sense. Kuna muombaga sana Mungu kwa sababu unajua tunafanya dhambi. Tunakosea. Lakini tunamuomba Mungu atusaidie kutokukosea. Kwa sasa mimi ninamuomba Mungu sana anisaidie nisiweze kufall kwenye hivyo vitu vya ajabu. Na kiukweli Mungu amenisaidia sana. Okay, kabisa. Sawa. Lakini pia mimi nilikuwa na wazo langu nafikiria. Nikasema nikikutana na wewe nataka nikushirikishe nione na wewe mtazamo wako. Do you think kuna umuhimu wa content creators kuwa na watu kama kwenye huduma tuna wale watu tunasema wazazi wa kiroho, bangu wa kiroho ambaye anakuwa na kuguide. So do you think labda na content creators wanahitaji watu namna hiyo kwa ajili ya kuwaguide na kupita kwenye hizo situations na vitu kama hivyo? Bro, mentor hakwepeki. Mimi sijui, italeta mtafaruku, lakini mentor hakwepeki kaka. Yaani lazima uwe na mtu kukufanyia mentorship, kukuambia hiki hapana, hiki ndio. Hii posti, au yani unaona, yani mtu kukulead. Unajua vijana wengi sasa hivi tunajiona kama sisi tuna knowledge kwa sababu ya mitandao. Utandawazi umetushika akili, tunasikia hichi kutoka kwa mtu yule, tunasikia kutoka kwa huko, afu tuna knowledge yetu, kwa tunajiona sisi ni normal, yani hamna kutuambia kitu. Lakini for real we need mentors wa kutuambia kwamba hiki ndio. Personally mama wangu okay, wanaenda huko. Moto ni mkali. Moto ni mkali. Anakagua hii Marco shusha. Marco hii hapana. Hii Marco umefanya nini hapa? Umeandika nini hichi kitu? Marco, shusha hii post. Sasa mama, nitarudi kwako. Mimi naomba unisaidie kitu kimoja. Unajua hiyo swala ambayo ameongea Marco la kuhusu mentors na ndio kusimamia ni changamoto kubwa sana hapa Tanzania. Vijana wengi wana vitu vikubwa sana vya kimungu, lakini vingine vinakufa, vingine vinazaa uovu. Unajua kitu cha kimungu pia kikikaa kisipopata mtu wa kukilea vizuri kinaweza kikazaa uovu, si ndio? Kabisa. Sasa wewe mama, unadhani changamoto ni nini inafanya vijana wengi sana hawataki kulelewa? Yaani waimbaji, maprofeti, tena maprofeti yaani mtu tayari kutabiria watu wawili. Sasa na yeye noma, sasa mimi mtu hatari. Mama, unadhani changamoto ni nini hapo? Yaani kitu gani ambacho kinakuwa kinatusumbua vijana? Hapo mimi sijui changamoto ni nini kwa kweli, kwa sababu ukweli ni kwamba yani sikio haliwezi kuzidi kichwa.
Umeelewa? Yaani mimi Marco pamoja na teknolojia ambazo zipo ambazo anazijua, yaani Marco kikawaida hawezi kunizidi. Za kuzidi wewe. Yaani wanakuambia kuna msemo mmoja unasema hivi, yaani kijana sawa hawezi kuona mbali kumzidi mtu mzima hata akipanda kwenye mti mrefu. Ndio. Hawezi kuona. Okay. Iko tu hivyo, yaani Mungu kaitengeneza tu hivyo. Kwa hiyo pamoja na teknolojia zote zilizopo kwa sasa ambazo zinaweza zikamfanya kijana ajione anajua kuliko mzee, hajui. Hajui. Kwa hiyo there must be a reason for you to go back. Yaani lazima utaenda, yaani lazima uende. Na ndio maana bado mchungaji wangu ni muhimu sana kuwepo kwenye maisha yangu na kuwa namshirikisha kwamba mzee, mimi nilikuwa nafikiria kufanya hichi kitu. Jambo hili hapa. Aniache baraka. Tena mimi huwa nafanya kwa babangu mzazi. Yaani mimi narudi kwa babangu mzazi. Baba, mimi naandaa ibada hii hapa na napeleka sadaka kwa babangu kabla halijafanyika. Alafu nikitoka kwa babangu aliyenizaa ambaye sasa ndio aliyenionyesha njia ya wokovu pale, baba, nitapata baraka. Baba, naomba baraka. Baba ananiambia go ahead. Natoka pale naenda kwa mchungaji wao. Na kwenyewe napeleka sadaka. Bwana mchungaji, kuna jambo kama hili nataka nifanye. Umeona? Mchungaji naye ataniambia vya kwake kwamba sawa, kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Unaonaje ukipita njia hii? Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Umeona? Despite ya mimi kuwa nafahamu ninachokifanya huenda labda kuliko yeye kwa sababu ndio kitu nilichopewa, lakini yeye kuna kitu anakifahamu kikubwa sana ambacho mimi sikifahamu. Kwa vyote vile nikiwa nimemshirikisha, kuna blessings fulani anaziachilia juu yangu. Na pale pa kuambiwa hapana, ni hapana. Ni hapana, unaacha. Ni hapana. Yaani whether inaniumiza au iniumizi, hapana. Sasa tuna laki hiyo kitu ya why are you controlling me? Kwa nini unani control? Kwa nini unaniambia hivyo? Hamna, mimi hichi kitu ndo Mungu kanipa, mimi I have to do it. Na nini? Lakini at times yule mtu ambaye yuko juu yako kuna vitu anaambiwa ambavyo vinakuhusu na unatakiwa usikie kwa sababu wewe una roho wa Mungu pia. Yaani unajua uzuri wa Mungu ulivyo ni kwamba ukimpokea Yesu anakupa roho wake. Roho wake anakupa kufafanua roho nyingine. Okay. Kwa hiyo maana yake Biblia inasema watawajua kwa matunda yao. Yaani maana yake mimi mchungaji wangu pia atakachokisema kitakuwa kina relate na kile ambacho unless mimi nimekuwa mbishi. Basi. Kwa hiyo ni kitu ya msingi sana. Yaani usiende tu na kweli zinakufa. Tena afu tukiwa hapa njiani nilikuwa namwambia Marco, umeona sasa hivi kuna trend ya jambo fulani la Mungu litasimama na ambalo sio la Mungu, na wale waliokosa mentorship utaona tu. Yaani wakati tuko njiani namwambia Marco, utaona waliokosa mentorship. Kwa sababu leo nimesimama mbele ya kamera naweza kuongea hapa manjonjo yote nini, lakini haimaanishi mimi naweza kukusanya grupu ya watu nikaanza kuwahubiria kwa sababu mimi nina ujasiri wa kusimama mbele ya kamera. Umeona? Na vitu vingine Mungu anakuwa anakuambia personally. Yaani wewe bwana, hebu dili na moyo wako. Mimi badala ya kudili na moyo wangu na wakusanya watu niwaambie jamani, dili na mioyo yenu. Toka mimi nilipopata ujauzito mpaka kujifungua mpaka sasa ni miaka 10 na ngapi imepita. Leo ndo nimeweza kusimama kuwaambia watu. Mimi unaniona sasa hivi naongea hivi. Nilikuwa namwambia 5 years ago au 6 years ago sikuwa naweza kuongea freely. Nilikuwa nalia tu. Why? Kwa sijapona. Nilikuwa na uchungu. Mpaka Mungu kaniponye. Sawa? Ndio sasa ninaweza kusimama hivi nikawaambia watu jamani, hapo unaweza ukapita kwa njia hii, unaweza ukatokea hapa. Umeona? Usipokuwa na mentorship utatoka na vidonda. Kwa sababu una uwezo tu wa kusimama kuongea vitu. Unatoka na vidonda vyako, unaenda kuambukiza ile spirit ya uchungu, ya maumivu kwa wale watu ambao unazungumza nao. Umeona? Na ndio maana tunaambiwa kuna baadhi ya madhabahu usiende.
Kwa nini? Kwa sababu wakati mtu anaongea kuna spirits anaziachilia pale. Umeona? So ukiwa na mentorship, manake mtu anakuambia sasa hivi sio wakati wa kwenda. Tulia kwanza. Pita hapa, funga, omba, soma neno. Acquire knowledge ya kuweza kuambia watu. Umeona? Kaa chini. Na kitu kikifika, wakati ukifika, my dear friend, kila kitu kina flow. Kila unachogusa kinaenda tu. Kila unachogusa kinaenda. Ni kitu ambacho Mungu kakupa one, na ni kitu ndani ya majira ambao Mungu ameruhusu. Kwa hiyo kitakuwa kinaenda tu. Kwa hiyo ukikosa hiyo mentorship, tutaona tu kwa sababu hakitaenda mahali. Sasa kuna kitu nataka tudiscuss hapa. Tumeingia kwenye mada ya mentorship na mtumishi wa Mungu. Kuna hali imeibuka sasa hizi, nimeiona sana. So unajua mimi nipo na mimi uko na huko. Kuna situation mama Marco imenyanyuka. Unakuta yani kifano mimi si muimbaji na mimi nakuwa na watu wangu wa kiroho. Kwamba unakuta yani kuna vijana wadogo kabisa ambao na wenyewe pia ukiwaangalia katika huduma zao ni watu ambao wanabidi wawe wanalelewa sehemu. Lakini na wenyewe pia unakuta wanatoa kabisa wanamuita baba. Dava. Sasa wewe teki yako Marco. Sijui kama unaosha kutana na hiyo issue. Mimi kwanza, unajua ubaya haya mambo yako hivi. Mtu unajua ukiwa kwa mfano kama mimi hapa nilipo, kuna watu wanakuona wanasema yule jamaa yule yani wananyenyekea ni bro nimefurahi kuona. Sasa watu ile kuna wanadamu ambao wanachukulia kama ile yani kama safi sana. Yani unajua ile. Sasa mimi personally yani ndo nilikuwa sitaki ukisema hichi kitu. Okay. Lakini ngoja tu nikiseme I don't believe kuhusu swala la baba wa kiroho. Okay. Mimi ninachoamini baba wa kiroho ni Mungu. Lakini kuna mentors ambao wanakuambia fanya hichi. Ukisema ni baba wa kiroho, unajua baba wa kiroho, Biblia yenyewe inasema msimuite mtu yoyote baba ila baba yenu wapi. Yaani muwe na baba mmoja tu. Hamna baba mwingine. Sio, unanielewa? Kwa sasa mentors nakukubali kabisa, lakini kumuita baba wa kiroho ile tunawafanya watu wanakuwa kama miungu. Yani unajua baba wa kiroho mnaenda mnamnyenyekea pale mnabusu miguu, yani I don't like that. I hate that. Yani hiyo kweli. Ndio sasa wanakuja vijana wadogo afu wanasema huyu ni kijana wangu huyu kweli umekuwa umenelewa. Kwa mfano Caleb umeniona toka mimi na underground nini. Kweli na kurespect. Lakini hamna ile ya kwamba jamani unaona nishika kichwa pale ubarikiwe mwanangu. Yani I don't like that. Nisiamini kwenye hilo. Unaona? Because that's how it is. Mungu atusaidie sana. Yani tusijivike huko. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba pia na mentor. Kwa mfano mentor pia inamaanisha kuna position ya mtu inabidi akae ili awe mentor wako. Yani kwamba haiwezekani kwa mtu mwenye umri kimfano mdogo tu kama kimfano mimi nikaa tu na vijana tu ambao yani. Unajua sasa mentorship inakuja pale ambapo mtu ana experience zaidi yako. Yani kwamba mtu amekuwa ana experience. Yani kwamba I've been experienced. Ndio maana mama alisema sikio haliwezi kuzidi kichwa. Wow. Inamaanisha kwamba wewe uko juu yani. Nimekuona kwa muda mrefu ukiwa unamtumikia Mungu. Kwa hiyo unanilea na mimi. Sijui unanielewa? Okay. Yeah, that's how it is. Kwa sasa uwezo ukaona wewe mwenyewe umeanza juzi. Na mimi mwenyewe nimeanza hapo. Hapo unataka unilee. Sasa hapo anakulea nini? Ndio. Kwa yani that's how it is. Yani wewe mtu ambaye anataka kufanyia mentorship ni mtu ambaye umemuona kwenye kwa mfano Caleb, Paul Clement, wewe ni muimbaji. Kweli Paul Clement akwambia fanya kitu fulani kweli. Lakini kuna mtu ambaye akija kukufuata akikwambia unaona kabisa yani huyu naye. Semaje? Ndio hivyo. Sawa, tusogee mbele. Sasa nataka tuende tumalize. Kuna swali nataka naulize wote wawili. Ni somo gani kubwa kwenye maisha au kwenye huduma yenu wote kwa pamoja ambalo mkiangalia mnasema there is God? Yaani ni somo gani mnajifunza kutokana na historia hii yote na mambo yote ambayo yametokea? Nianze na Marco. Okay. Mimi ndiye niseme hichi. Timing ya Mungu ni ajabu sana. Yaani unatakiwa usiwe na haraka. Kwa sababu wakati wa Mungu ni very perfect. Yaani unajua nilisema mwanzoni unavosubiri ndo the bigger the outcome. Unajua jengo ili liwe vizuri likae vizuri linabidi lisubiriwe limwagiwe maji ukuta. Muda ile inatakiwa process iwe ndefu ya muda mrefu ili lile jengo likae strong, liwe imara, msingi uende chini. Yaani unajua inahitaji muda. Sasa timing hivyo kwenye swala la kiroho.
yani wewe subiri, haijalishi muda ni, yani haijalishi maisha ni magumu kiasi gani, haijalishi unapitia challenges ngapi. Sio kwamba Mungu hakusikii, lakini kuna kitu kikubwa ambacho Mungu anakitengeneza kwenye ulimwengu wa roho ambacho kikija pap, watu wote hawataamini. Watu wote hawataamini. Yani hicho ni kitu ambacho nimejifunza kwenye hata ukiangalia story ya Kumbi na Mama. Unaweza watu wakawa wanatona yani wale miswaki sana, wale watenda dhambi yule. Unajua ile, lakini Mungu ametuinua yani kwa namna ajabu ambayo sio wenyewe tunasema hata kustahili baba. Umeona? Kwa yani timing ya Mungu ni ajabu sana. So what you learn ni timing. Yani wewe subiri, usio na haraka. Okay. Yeah. Mama, kwa upande wako. Yani majira kwa William, mimi siko mbali naye. Majira ya Mungu ni sahihi sana. Yani wewe unachopaswa kufanya tu ni kumwamini Mungu. Yani wewe tu amini yani. Yani wewe unachokiomba wewe muamini tu Mungu. And ondoa negative mindset kichwani. I know sometimes it's hard. Ni ngumu kuondoa hiyo mindset, lakini unamwambia Roho Mtakatifu. Na kama unaishindwa ni vizuri confess every now and then. Okay. Wazo linapokuja baya, sema kinywani. Mimi ni mshindi zaidi ya washindi. Yani hakuna namna mimi. Yani mimi hapa lazima nitoboe. Yani hakuna, yani hata ukiwa unaona kuna kizingiti cha namna gani, ili uweze kutoboa kweli, ni ili wewe kuconfess na kuona kile ambacho unapaswa kukiona badala ya kile ambacho unakiona hapa. Yani wewe, yani namna ya muamini ya kuamini ni kuzungumza kile ambacho anakiona kule mbele kinachokuja badala ya hichi anachokiona sasa hivi. Kwa saa nyingine ndio maana wanakuambia imani ni kama uchizi. Yani wewe unaona kabisa kwamba jamani, mbona hapa sasa ndo yani hapa, lakini Mungu anatokea, anakuja kutokea yani kwa namna ambayo sasa unasema yani the same day ambao ulitakiwa ufanye jambo na huna 100 nyekundu. Sawa, ndio hiyo same day ambayo Mungu anatokea. Yani anatokea pale na hakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Yani I say mimi experience Mungu kwa namna fulani hivi. Ya ajabu sana. Kwa hiyo ni kuendelea kukiri kile unachokiona. Kile kule unachoendea ndo namaanisha. Kile ndo tunatakiwa tukione na kile ndo tunatakiwa tukikiri bila kujali mazingira ya hapa yanavyoonekana, yanaonekanaje. Mimi na Marco tukizungumza maushuhuda yetu mengine. Yani unajua kuna ile wiki inatokea hivi, amuelewi yani. Hii wiki mbona imekuja kwa staili hii? Ghafla hapo mnabadilisha usemi. Mungu alitake care the last week, this one ata take care. Umeona? Mnashangaa yani. Kama jana. Kama jana yani tulishangaa hii wiki kwanza imeishaje? Tumefanya movements, umeona? Na tumepata tu hela yani. Hela yani sijui imekuwa kuaje, lakini hela zikaja. Alafu sio ile ya kusema kwamba yani kwamba tunakula kilichopo au tutasafiri kwa namna ya kuungaunga. Hatujibani yani kama hatujibani. Yani wewe leo umejisikia kwenda labda Havana pale ukale chakula cha shilingi 30, unaenda pale na unakula pale, unapata nauli ya kurudi nyumbani. Umeona? Umeona kama yale mafuta yaliokuwa na mimino kwa yule mwanamke asinu mshunami yule. Yani vile kwamba haishi. Ndio haishi hivyo. Yani ndio haishi. Yani ndio haishi. Yani kutoka chombo hiki kinaingia chombo kingine, yanaendelea. Kwamba yani Mungu ana provide kama alivyosema kwenye neno lake kwamba msijisumbue kwa neno lolote. Hamna kujisumbua. 1. 2. Kama anawalisha ndege wa angani. What about you? Afu neno lake lingine anasema sitakupungukia wala sitakuacha. Nitakuwa na wewe hata ukamilifu wa dahari. Kwa nini nisumbuke? Yani kwa nini nisumbuke? I just have to know that, to confess it kila mara tu kwa and to live with it. So now this is the situation. What do we do? Na ndio maana neno la Mungu pia linasema hivi, wanaoongozwa na Roho au ndio wana Mungu. Pasipo mimi hamwezi neno lolote.
Kwa kuwa huwezi neno lolote, Mungu mimi hii situation kwa kweli siwezi. Tunafanyaje hapa? Umeshaliacha hapo mikononi mwa Mungu and you don't stress yourself. Unaliacha hapo, unaamini kwamba uliyemwachia anaweza mambo yote. Na baada ya hapo kweli unashangaa oya, imekuaje? Ndio imekuwa. Ndio ishakuwa. Kwa hiyo ni swala la imani ni swala la msingi sana. Mimi nilikuwa namuona babangu anaweza akasema yani hata ukinikata hichi kidole hapa sina 100. Ila mila zangu zipo tu. Niambie unataka shilingi ngapi? Nigee masaa 2 tu. Ila inakuja. Inapatikana. Marco mbona Marco kaenda shule kwa imani sana huyu jana. Unasema kwa imani sana. Marco yuko kwenye basi. Mzee ana hela. Anaenda shule hapo. Hapo anaenda shule. Tumepata nauli tu ya kumpeleka shule na vile vifaa vya kawaida tu vile. Nenda shule. Yaani tumehakikisha kwamba vile vitu vya msingi ambavyo vitampa tu furaha ameenda navyo. Baada ya kuondoka, yani nauli, ada inakuja baada ya masaa 2 matatu. Sasa kuna mtu hapa katuma ananiliu milioni 2, hebu kamtumieni huyo ada asije kwa shule. Yani hiyo imani ya mzee imenisaidia sana. Yani imesaidia sana. Kwa hiyo yani hicho ni kitu ambacho kwa kweli mimi nashauri tu watu yani just confess kile kitu kile pale kile unachokiona. Wala hata kama yani unajua one of the things ambazo zinatukwamisha ni kuangalia yale mazingira badala ya kumtazama Yesu. Yani wewe mtazame Yesu. Kumtazama Yesu ni kuona ile future yako jinsi ambavyo ni bright na aliyesimama pale ni Yesu. Yani kwamba kila kitu kiko sawa. Yani hiyo ushafanya content hiyo kuhusu kumtazama Yesu. Unajua? Sasa kwa sababu ya muda hapa. Naona kama muda umekuwa ni mchache sana, unajua hatari. Sasa hapa nina vitu vitatu vya kumaliza mtumishi kabla ya kumaliza hapa. Cha kwanza nataka tuanze nacho kwa ufupi sana. Kimfano tumekupa sasa nafasi Marco ya kumshukuru mama kwa kitu kimoja tu mbele za watu. Utamshukuru kwa kitu gani? Kwa ajili ya kunitoa ile sadaka. Unajua umesema kiufupi lakini ngoja nieleze kidogo. Unajua jambo la msingi sana kuishi hapa duniani ni kuishi ukiwa una Yesu. Sidhani kama mama asingemwambia Mungu kama ningeweza kuishi hivi ninavyoishi hapa duniani. Kwamba I'm with God, yani I have my personal relationship na Mungu ukiachana na mama yangu. Unajua tuna ile mahusiano na Mungu kwa sababu ya wazazi. Lakini I have my own personal relationship na Yesu na namjua Yesu vizuri mimi mwenyewe. Kwa hiyo hicho namshukuru sana mama kwa kunitoa. Yani sijui maana kama alisahau, sijui alichukulia kawaida, lakini yani hiyo noma sana. Yani bora namshukuru mama sana. Sawa, cha pili. Naomba mshukuru Mungu kupitia wewe maisha yako kwa kupitia mstari mmoja wa Biblia. Kufanya nini? Yani muelezee Mungu kwenye maisha yako kupitia mstari mmoja wa Biblia. I challenge you. Mimi ni yeye yule jana leo na hata milele. Yesu ni yeye yule jana leo na hata milele. Yani Yesu hawezi badilika. Aliyefanya jana atafanya leo, atafanya na kesho. Kama jana alifanya, leo maisha ni magumu. Yule aliyefanya jana atafanya na leo. Kwa that's hiyo ndo Mungu alifanya. Yani hivyo ndo alifanya. Sasa cha mwisho ngoja tuambie kwa mama. Mama, naomba tuambie kitu kimoja, yani a funny thing about Marco ambacho watu wote hawakijui. Yani kimoja ambacho yani sisi wote hatukijui kuhusiana na Marco. Kimoja tu. Unajua huku sisi kote tunajificha sana. Naweza kuna vitabia vitu fulani na vificha. Tuambie kimoja tu mama. Kimoja tu, a funny thing about Marco. Kweli, ana chochote hata uvivu fulani. Wewe umecheka hapo. Kitu gani ambacho Marco hapendi kufanya katika kazi za nyumbani hizi? Kitu ambacho kumwambia yani Marco. Marco mwanangu hapendi kuosha vyombo. Yaani Marco mimi naweza nikasafiri nikarudi vyombo viko vile hajanigusa. Huyu Marco yani inakuwaje yani hata huwezi kuosha vyombo. Marco kwani unapenda kuosha vyombo? Mwanangu. Sasa mimi naishi naye tu. Yani sio kwamba kuna mlundo lakini yani hata ile yani Marco anaweza akafanya kitu kingine. Yani Marco naweza mkaamka asubuhi.
yani wewe ndo ukaoshe hivyo, yani yuko radhi ile nyumba aipange upya, safishe, yani afute, adeki, afanyeje, lakini sio kuosha vyombo. Jamani, Marco, jifunze kuosha vyombo. Mimi nashukuru sana jamani. Very good experience jamani kuongea na nyinyi hapa. Tunashukuru sana Gospel Trends, tunawapenda sana. Marco, we are family. I think you know that. Tumefurahi sana jamani. Mungu abariki sana wote ambao mmekuwa mnaangalia this True Devotion ya Gospel Trends TV. Tulikuwa niko na Marco na mtumishi. Yes mama. Mimi naomba niwashukuru Gospel Trends. Yeah. Mimi sikuwa nafahamu actually. Sikuwa nafahamu. Lakini yani ujue tupata changamoto fulani hivi. Hapo nyuma nilikuwa nimeandaa ibada Morogoro. Kwa hiyo ghafla mambo yakawa ndivyo sivyo, tukaihamishia kuileta Dar es Salaam. Kwa tuvileta Dar es Salaam pale kukaa na sintofahamu, yani pia ukumbi niliopata pia baada ya siku 3 ndo wanakuja wananijibu kwamba pia na wenyewe umechukuliwa. Kwa hiyo nikawa nimebakiza siku 3 tu za kufanya promotion kwa ukumbi ambao nimeupata mwingine. Kwa hiyo nilifanya promotion ya siku 3 tu kufanya ile ibada ambayo tulifanya. Kwa hiyo Gospel Trend mimi nilikuwa nawaona tu, yani kwamba watu mbona kuna watu wanatagiwa hapa wanakuwa collaborated na nini. Kwa hiyo yani mimi niwashukuru sana. Kwa kweli nimepiga baadhi ya interview chini. Kwa sababu kwa kweli kwa kipindi hichi tunahitajika sana kwenye interview. Lakini sasa msije mkaona kama nawapendelea, lakini ni kweli kwamba unajua mtu ambaye anakusaidia wakati wa dhiki ndio rafiki. Umeona? Kwa hiyo mimi niliona Gospel Trend siwafahamu, lakini kwenye collaboration wana collaborate, they accept. Unajua unaweza ukamtumia mtu collaboration asi accept. So ile ku accept mimi kwangu yani I took it personal kwamba thank you so much guys, yani mlitusaidia kupush yale matangazo that time ambayo ilikuwa kwa kweli ilikuwa tense. Ilikuwa tense kutangaza event na kutokea watu waliotokea ndani ya siku 3. Kwa kweli Mungu alitusaidia sana. Kwa hiyo mimi nitoe shukrani zangu hapa mbele ya kamera. Thank you so much guys. Mungu awabariki sana na Mungu akuze huduma yenu. Fike mbali kabisa na we are available. Tuko available na nini, na very soon tunakuwa na ibada Morogoro. Tunarudisha ibada Morogoro tarehe 11 mwezi wa 7. Tutakuwa na mabinti kama 1200 hivi pale Highlands 255. Tutakuwa pale. Mungu awabariki jamani, huduma yenu ni njema na nataka tu niwatie moyo kwamba kila mtu amepewa kitu chake. Yani sio lazima wote tuende pale madhabahuni. Umeona? Kila mtu kapewa kipati chake na utajibu, utatolea hesabu. Sawa? Mungu, mimi Caleb nilikupa hiki. Ulifanyaje kwa ajili ya kuwaleta watoto wangu kwa Yesu? Ulifanyaje kuwaleta watoto wangu kwangu? Kuwapatanisha na mimi ulifanyaje? Utatoa hesabu. Kwa ukiwa umeshika kamera, ukiwa mtangazaji, ukiwa unafanya nini, hiyo ni pati ya wewe kuwaleta watu wengine kwa Yesu. Yani hiyo ni eneo lako. Kwa hiyo unatakiwa utumike kwa uaminifu kabisa. Kwa hiyo hichi mnachokifanya ni kitu kizuri, ni kitu kikubwa na ni kitu cha kumtangaza Yesu, kwa sababu baada ya hapa mtarusha, tutaona. Kwa hiyo na wewe kwa sehemu umetumika kuhubiri injili. Umeona? Kwa hiyo Mungu awabariki jamani. Nashukuru sana. Asante sana. Kama alivyosema mama hapa, sisi tupo kwa ajili yenu. Kama nawe una lolote vile, sisi hatuchagui. Marco, unaelewa? Sisi kazi yetu tu ni kumtambulisha tu Mungu kwa watu wote. So mtu yeyote yule sisi tunafanya ndio kazi yetu. Lakini pia kipindi hichi cha True Devotion tumekiandaa pia kwa ajili ya wanaotutazama, kwa ajili ya kuia hizo stories na vitu kama hivi. Tunaamini kwa mazungumzo haya na vitu ambavyo tumeviongea, kuna mtu inaweza kubadilisha maisha yake kwa namna moja ama nyingine. Unajua kuna mwingine anaweza kawa anasinzia ibadani, lakini akisikia some stories na testimonies kama hizi anakuwa yuko excited. Unajua kuna mwingine kupitia movies na siku hizi kuna Kingdom movies. Kwa kila mtu ana namna yake, yani binadamu tulivyoumbwa kila mtu ana namna yake ya kupokea vitu kwa urahisi. So this is what we do, Gospel Trends Media. We just surprise God through our platform. So tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia, lakini pia msiache kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii ya Gospel Trends Media. Tupo Instagram, tupo TikTok, lakini pia tupo na YouTube. Na hii yote ndefu itapatikana YouTube, vipande vitakuwa pale Instagram, lakini pia usiache kumfollow mtumishi wa Mungu
Mr. Marco katika mitandao ya kijamii lakini pia na mama pia kwa ajili ya kupata updates na vitu vingi vya kimungu bana. Nashukuru sana, niko na crew yangu nyuma ya kamera, director Kenny Sinyati pamoja na CEO Moses. Mungu bariki sana na Kakalawi kwa kukamilisha kipindi hichi. Mpaka wakati mwingine tena, next time. God bless you. Shalom. Amen.